Sasa unaambiwa kwamba kwenye hii dunia watu walikuwa wanaishi pasipo uwepo wa maji. Hapa watu wakawa wanalazimika kunywa mpaka mafuta ya gari ili kusudi kuweza kuokoa maisha yao. Wengine walikuwa wanadiriki hata kupoteza maisha ya mtu ili kusudi tu wapate maji. Yaani unaambiwa kwamba kwenye hii dunia maji yalikuwa yana thamani zaidi kuliko hata dhahabu. Sasa hii movie inaonyesha maisha ya watu ambao walikuwa wanaishi pasipo uwepo wa maji. Sasa hii movie inaitwa Badland Road to Fury. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Mwanzo kabisa mwa movie hapa tunaona kuna eneo kubwa lenye ukame ambalo lilikuwa limekauka kabisa. Kijana mmoja ambaye alikuwa akiitwa Jerome Holm alikuwa anasimulia kwamba hajawahi kuona eneo hilo likiwa lina rangi ya kijani. Yaani toka amezaliwa yeye anapaonaga hapa ni pakame tu, lakini baba yake yeye anasema ya kwamba ameshawahi kushuhudia eneo hili likiwa zuri tena la kijani kabisa. Sasa unaambiwa ya kwamba miaka iliyopita eneo hili lilikuwa na makazi ya wakulima, na wengi ambao walikuwa wakiishi hapa walikuwa wakilima mazao kama ngano na nafaka nyingine. Hata hivyo, baada ya ukame kuweza kuikumba hiyo ardhi, hakuna hata mmea ambao uliweza kubakia tena maeneo haya. Kila kitu kiliweza kuharibika na hakuna kitu chochote ambacho kiliweza kukua. Wakulima wengi walilazimika kuondoka mahali hapo, lakini baba yake na Jerome ambaye alikuwa anaitwa Ernest, yeye aliamini ya kwamba siku moja ardhi hiyo ingerudi katika hali yake ya kijani. Hivyo bado anaamini ya kwamba anapaswa kuweza kukaa hapa, bado anaamini ya kwamba maji yatarudi. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba katika hii dunia watu wako tayari kuweza kumpoteza mtu ili wapate maji. Sasa tukio la kwanza la kushangaza hapa tunaona kuna wanaume wawili wakiwa wanajaribu kutaka kuvunja mlango katika nyumba ndogo, na hii nyumba ilikuwa ni ya Ernest. Ernest hapa akawakamata na kwa wakati huu akafyatua risasi kwa mmoja kati ya wanaume aliyokuwepo maeneo haya. Huyu akakata moto. Sasa huyu wa pili ambaye alibaki kati ya wanaume hawa akawa anajaribu sana kumshawishi mwamba amsamehe ili tuendelee kuishi. Wakati anaomba huo msamaha alichomoa bastora yake asiri, lakini Ernest alipomuona kwa uharaka zaidi akamuwai naye pia akammaliza. Kijana wake Jerome alipoona hivi akawa anamwambia baba yake ya kwamba alikuwa na nafasi ya kuweza kuwasaidia hawa watu, ila baba yake anamwambia ya kwamba kama angechelewa kidogo basi yule mtu angeweza kuwazuru wao kwanza ili tuweze kupata maji. Sasa katika hiyo nyumba ambayo hawa watu walikuwa wanataka kuweza kujaribu kuvunja maeneo haya na kuvamia hiyo pampu ya zamani ya maji, Ernest anapofika hapa akagundua kwamba hiyo pampu tayari imeshaacha kabisa kufanya kazi na wala hakuna maji ambayo yanatoka maeneo haya. Baba na mwana hapa wakaamua kuondoka wakiwa wamepanda mnyama wao kuelekea kwa wauzaji wakubwa sana wa maji kutoka katika visima virefu ambavyo vilipatiwa vibali pamoja na makubaliano makubwa ya serikali. Sasa kwa kuwa maji yalikuwa ni adimu, ilikuwa ni rahisi sana mtu hata kuchukua dhahabu kubadilishana na maji. Yaani thamani ya maji ilikuwa ni kubwa sana kuliko kitu chochote. Ernest hapa akawa anabadilishana bidhaa pamoja na watu ili yeye aweze kupata maji. Kwa miaka mingi sana hapa alikuwa akijaribu kutaka kuwashawishi hawa watu ili wampatie idadi kubwa ya maji ili yeye aweze kulima sehemu ndogo ya ardhi yake, lakini hata hivyo hawa wasambazaji wa maji walikataa kabisa kuweza kukubali ili ombi la huyu mshikaji, na yote ni kwa sababu mwamba alikuwa na pesa kidogo. Sasa wakati wanarudi nyumbani, mnyama wao ambao walimtumia kama usafiri hapa akaanguka na kwa wakati huo akavunjika miguu. Ernest alimuona mnyama huyu akiwa anahangaika akiwa na maumivu makubwa. Kwa wakati huo akaamua kumsaidia, hapa akamchapa risasi na huyu mnyama akakata moto. Wawili hao wanaporudi nyumbani wakamkuta dada yake na Jerome ambaye alikuwa akiitwa Mary akiwaandalia chakula maeneo haya. Sasa kutokana na uhaba wa maji unaambiwa kwamba hapa Mary alikopa akisafisha vyombo kwa kutumia mchanga. Siku inayofuata Jerome pamoja na Ernest wakaamua kwenda kwenye nyumba fulani hivi ya mnada ambao ulikuwa ukiongozwa na mwamba mmoja wa kuitwa Sam Weber. Hapa lengo walikuwa wakitaka kwenda kuchukua kitu ambacho kitachukua nafasi ya yule mnyama wao ambao walikuwa wakimtumia kama usafiri ambaye tayari ameshafariki dunia. Walipofika huku wakakuta kuna mashine moja ya kubebea mizigo, yani robot, ambayo ilikuwa ikiitwa Simulated Shadow au Sim. Hii iliwavutia sana hawa watu, yani Ernest na Jerome. Kwa wakati huu Ernest alishinda mnada dhidi ya mwanaume mmoja aliyekuwa
akiitwa Frem, ambaye ni mtoto wa huyu mwenye mnada wa kuitwa Sam. Hivyo pia akafanikiwa kuweza kumpata yule roboti Sim, ambaye atakuja kuchukua nafasi ya yule mnyama wake aliyefariki dunia. Sasa ukweli ni kwamba Frem huyu ambaye alikuwepo katika huu mnada alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na yule binti yake na mwamba Ernest ambaye alikuwa anaitwa Mary, jambo ambalo Ernest pamoja na Jerome walikuwa hawalijui. Baadaye watu hao wawili wakaenda moja kwa moja kumtembelea mama mgonjwa wa Jerome ambaye alikuwa akiitwa Catherine Home. Huyu ni mke wa Ernest na amekuwa akiishi karibu kabisa na hospitali. Unaambiwa kwamba hawezi hata kutembea, na kwa wakati huu alikuwa ameunganishwa tu na mashine fulani ambayo alikuwa akimuongoza, ambayo aliweza kumweka kwenye fremu maalum. Sasa kwa kuwa hii fremu ilikuwa ni ya harama sana, watu hawa walishindwa kabisa kuweza kumrudisha nyumbani, kwa maana ya kwamba walikuwa hawana pesa ya kuweza kulipia ili tu mgonjwa wao aweze kurudi nyumbani. Jerome hapa siku hii akaamua kuitumia akiwa pamoja na mama yake. Baada ya muda Ernest na Catherine wakaagana wakati huu hapa kwa kupigana mabusu ya kamshange, na kisha Jerome na Ernest wakaondoka. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Ernest akiwa pamoja na mwanaye Jerome hapa wakasimama kwenye kituo fulani hivi cha mafuta. Ernest kiu ikamshika, uwezi amini, mwamba akapiga pafu moja la petroli baada ya kuweza kumaliza kuweka kwenye gari lao. Wawili hao wakaondoka. Sasa Ernest pamoja na Jerome wakakutana na wanandoa wawili wenye mtoto mdogo mchanga. Hapa wakawa wanawaomba maji. Baba wa huyo mtoto alikuwa akiitwa Robbie. Hapa unaambiwa ya kwamba alikuwa anatamani kumuuza mtoto wake kwa sababu tu hawezi kumlea. Ernest hapa akamshauri ya kwamba asije akafanya hicho kitu, na kisha akamwambia kwamba atawasaidia kuweza kuwapa maji watu hawa. Robbie alikuwa akimjua sana Ernest na alikuwa akijua mahusiano yaliyokuwepo kati ya mtoto wake Mary pamoja na yule mwamba Frem ambaye alikuwa ametoka kucheza naye huko kwenye mnada. Hapa akaanza kumpa siri juu ya mahusiano ya siri kati ya Frem pamoja na binti yake Mary. Waliporudi nyumbani, Ernest akamfuata binti yake, na kwa wakati huu akaanza kummind maeneo haya kutokana na tabia yake ya kutoka kwa siri mara kwa mara, lakini Mary akasema ya kwamba huo ni uhuru wake, na kisha akamwambia baba yake ya kwamba anachukia sana mtu ambaye anaweza kuingilia uhuru wake. Anapojaribu kutaka kuweza kukimbia, Ernest baba yake akaamua kuweza kumfungia ndani ya chumba chake, na kisha akaamua kuweza kupigilia dirisha lake pamoja na msumari ili binti yake abaki tu humu ndani. Asubuhi moja, Ernest pamoja na Jerome wakaamka na kugundua kwamba yule roboti wao waliomshinda kule mnadani ambaye ni Sim ametoweka kutoka kwenye lile banda lake ambalo alimuweka. Ernest hapa moja kwa moja akadhani ya kwamba mtu aliyemuiba atakuwa ni Frem, hivyo mwamba akatoka moja kwa moja na kwenda mpaka nyumbani kwake. Lakini huku Sam baba yake na Frem akawa anamwambia mwamba Ernest ya kwamba Frem aliondoka na lori na kisha akaelekea maeneo fulani huko mlimani asubuhi hiyo. Ernest naye pia akatoka na kwenda kumtafuta mpaka maeneo ambapo alipokuwa akichukua na kubadilishana maji, lakini alipofika huku wale watu wakampiga na kupoteza fahamu. Anapozinduka ikawa ni tayari usiku. Wale wauza maji wakaanza kumshutumu mwamba alikopo ameiba bidhaa zao za maji. Ernest akawa na hapa ya kwamba yeye hakufanya huo wizi wa maji na wala kabisa hakuzichukua, lakini kiongozi wa hiyo kampuni ya maji aliyekuwa akiitwa Karib hakutaka kabisa kumsikiliza, hivyo akaanza kumshambulia. Ukweli ni kwamba wakaanza kupigana kwa muda, tena kwa muda sana, lakini Ernest alifanikiwa kuweza kuchukua bunduki yake na kisha akatoroka. Sasa akiwa njiani kurudi nyumbani, akamkuta Frem akiwa amelala barabarani, huku Sim yule roboti wake akiwa pembeni yake. Hapa ni wazi ya kwamba Frem ndiye ambaye aliweza kuiba mashine hiyo, na kisha akaenda mpaka moja kwa moja kuenda kuiba zile bidhaa za maji ambazo Ernest alikuwa akishutumiwa na yule mwamba wa kuitwa Karib. Ernest hapa akamwelekezea bunduki, na muda huu sasa akaanza kumshikilia mwamba Frem kama mateka. Akataka kumrudisha Frem kwa wale watu wa maji ili tu aweze kuthibitisha ya kwamba yeye hakuwa na hatia na wala sio mtu ambaye aliweza kuiba bidhaa zao. Sasa wakiwa njiani, Frem bwana akaanza kutoa maneno makali sana kuhusu binti wa Ernest ambaye ni Mary, ambayo haya maneno yalimkasirisha sana Ernest. Baada ya kutembea kwa muda, wote wawili wakaanza kusikia kiu. Frem akawa anamshawishi sana Ernest achukue maji ambapo ni kutoka kwenye zile bidhaa ambazo yeye aliziiba kwa mwamba Karib. Wawili hao wakakaa kweli chini na kisha wakaanza kunywa maji huku wakizungumza. Sasa wakiwa hapa, Frem akaanza kujaribu kumshawishi sana Ernest amwachie huru ili tu wagawane fedha, lakini Ernest akasisitiza ya kwamba lazima amfikishe kwa
mwamba Caleb, yule muuzaji wa maji. Baada ya muda mfupi, Ernest alikuwa amechoka sana na alikuwa ameishiwa nguvu. Ni wazi ya kwamba mwamba hawezi kutembea umbali mrefu kwa mara nyingine. Frem alitambua hilo, na kwa wakati huu akamvizia mwamba na kumpiga jiwe. Sasa hili jiwe alilopigwa Frem lilikuwa ni la kichwani. Hapa kichwa chake kikaanza kutoka damu nyingi na kupoteza fahamu. Ernest alipoamka akajikuta yeye ndio ambaye aliweza kufungwa kama mateka badala ya Frem. Frem hapa akaanza kumimina maji mdomoni kwa Ernest, huku Ernest akiwa anapiga kelele. Ernest alishindwa kabisa kuweza kuvumilia mateso hayo, akafariki dunia. Baadaye tunamuona Frem akiwa anafika nyumbani kwa Ernest akiwa pamoja na pikipiki yake. Hapa alikuja kwa ajili ya kumchukua Mary ambaye ni kipenzi chake. Mary akatoka nje akiwa na furaha sana, akiamini ya kwamba mume wake amekuja kumwokoa ili kuweza kuondoka naye. Sasa kwa kuwa Ernest alikuwa bado hajarudi nyumbani, Jerome akatoka kwenda kumtafuta. Njiani akakuta ile mashine ikiwa peke yake. Anapofika kwa ule muuzaji wa maji, akamwambia kwamba Ernest amefariki dunia. Sasa kila mtu akaamini ya kwamba hiyo mashine ndiyo ambayo iliweza kusababisha kifo chake. Sasa tunatupa upande wa pili. Hapa tunaona kila mtu akiwa amekusanyika kwenye mazishi ya Ernest. Baadaye Catherine pamoja na watoto wake wakiwa wanalia, kipindi ambacho watoto wake waliweza kumtembelea hospitalini hapa kitandani. Wanapotoka nje, Frem akawachukua na kuwapakiza kwenye lori lake. Sasa baada ya kifo cha Ernest, tunaambiwa ya kwamba Frem alikuwa kama mlezi wa hiyo familia. Baadaye Jerome akaanza kulipiga lile roboti simu kwa sababu alikuwa akiamini ya kwamba ndio ambalo lilisababisha kifo cha baba yake, ila Frem alifika na kisha akamtuliza maeneo haya. Baadaye Frem akamwambia ya kwamba Mary dada yake ana mimba, na hakuacha kumwambia ya kwamba bado anampenda dada yake Mary. Jerome hapa akakubali na akabariki uhusiano wao. Baadaye ndani ya hiyo siku, Frem akaenda mpaka kwa wale wasambazaji wa maji na kisha akawa anazungumza nao na kuwaomba jambo kuhusu kupeleka maji mpaka kwenye shamba la Ernest. Caleb hapa alivyosikia hivi akacheka sana kwa wazo lake, lakini cha kushtajabisha ni kwamba eti Frem akaanza kumlaumu mchizi eti kwa sababu ameweza kumaliza maisha ya Ernest, ingawaje yeye ndio ambaye ameweza kufanya hivyo. Caleb akakasirika, ila Frem hapa akaanza kumuonyesha kisu ambacho kilikuwa kina jina cha Caleb ambacho kilipatikana pamoja na mwili wa Ernest. Sasa Caleb akiwa na hofu ya kuogopa kushtakiwa, hapa akakubali, na kweli bwana akafanya jambo la kuweza kuhamisha yale maji kuelekea moja kwa moja mpaka kwenye shamba la Ernest. Kila mtu alipoona hivi akaanza kufurahi mara baada ya kuweza kuona ardhi yao ikianza kupata manyunyu ya kwanza ya maji. Frem yeye akaanza kufanya kazi mchana kwa usiku ili kulima ngano kwenye ardhi hiyo. Baada ya miezi kadhaa, ngano hizo zikawa zimekomaa kabisa. Frem akamuoa Mary na sasa akawa anaishi katika ile nyumba ya Ernest, yeye, Jerome pamoja na Mary. Sasa siku moja baba wa Frem ambaye ni Sam akiwa pamoja na baadhi ya watu wa benki wakafika mpaka nyumbani kwao, na kisha kwa wakati huu wakawa wamewatishia kuchukua hiyo ardhi kwa sababu ni moja tu, Ernest alikuwa na deni kutoka kwenye benki. Sasa hilo deni lilikuwa ni kubwa sana kiasi cha kwamba hata Frem mwenyewe alishindwa kabisa kuweza kulilipa. Usiku huo akataka kwenda kumtafuta rafiki yake Robbie, na hapa akawa anajua wazi ya kwamba mwamba Robbie alikuwa na nia kutaka kumuuza mtoto wake. Hapa akamfuata Robbie na kwa wakati huo akamwambia kwamba wanapaswa kuweza kuongozana pamoja ili Robbie yeye aende akawaone watu ambao wanataka kuweza kumnunua mtoto wake na kisha wakadirie bei na kumnunua kabisa. Sasa walipofika huko, Robbie aligundua kwamba Frem tayari alikuwa ameshafanya makubaliano ya siri pamoja na wale watu kwa ajili ya kumuuza mtoto wake. Wale watu wakawa wanajaribu kumchukua mtoto wa Robbie. Sasa hapa Robbie akaanza kupinga. Sasa kutokana na huu bishi wake, Frem akamchapa chuma Robbie na kisha Robbie akakata moto hapo hapo. Sasa hicho kitu kikaanza kusababisha mapigano ya risasi kutoka kwa wauzaji pamoja na Frem. Hapa Frem aliogopa sana na kisha akatoroka na zile fedha. Hata hivyo, roboti simu katika maeneo haya alipigwa risasi na kisha akaharibika vibaya sana. Sasa hii ikafanya ule mfumo ambao uliundwa kwa lile roboti uanze kujiendesha wenyewe, na moja kwa moja taarifa zikaenda mpaka kwa mtengenezaji wake. Siku inayofuata Frem akafanikiwa kuilipa ile benki kwa kutumia pesa ambazo alizipata baada ya kumuuza mtoto wa Robbie. Jerome akadhani ya kwamba hizo pesa zilitokana baada ya kumuuza yule roboti wa kuitwa Sim. Hivyo hakuna aliyeshuku chochote na wala hakuna mtu yoyote aliweza kujua ya kwamba Frem alifanya biashara ya mtoto. Tunatupa upande wa pili. Hapa tunaliona lile roboti Sim likiwa linajikokota kurejea mpaka kwa Kelvin ambaye alikuwa akiishi upande wa pili wa mpaka.
Calvin akapiga simu kwa namba ambayo iliandikwa kwenye roboti simu na kisha akaanza kuwasiliana na ile familia ya Holm. Hapa moja kwa moja hii simu ikafika mpaka kwa Jerome na kisha akaanza kumwambia kuhusu mashine ambayo imerudi kwake, jambo ambalo lilimshtua sana Jerome kwa sababu hapa Frem alikuwa amemwambia kwamba lile roboti simu lilikuwa limeuzwa kwa mwamba Robbie. Hapa sasa Jerome akaamua kumfuata Frem na kwa wakati huu akaanza kumuulizia juu ya lile roboti. Frem alivyosikia hili swali, ukweli ni kwamba alikasirika sana na kisha akalipuuzia hilo swali. Sasa huyu Jerome akaanza kumwambia mwamba ya kwamba leo ataenda kumtembelea mama yake jioni hospitalini, lakini alikuwa na mpango wa siri wa kutaka kuvuka mpaka na kwenda kukutana na Calvin, yani yule mtengenezaji wa ile roboti simu. Baadaye akafika kweli mpaka mpakani, lakini alipofika hapa mlinzi alimzuia na kumwambia kwamba yeye bado mdogo kuweza kuvuka katika huu mpaka. Msichana aliitwa Anna aliliona hili tukio na kwa wakati huu akamuita Jerome na hapa akamwambia kwamba anaijua njia nyingine ya kuweza kupita, hivyo wapite upande mwingine, lakini sasa makubaliano ni kwamba akifanya hivyo basi watabadilishana kwa fedha. Basi bwana akamweka mpaka kwenye gari lake ambalo lilikuwa limejaa kuku wengi sana ambao alikuwa anawapeleka upande wa pili. Hapa akafanikiwa kuweza kumpeleka mpaka upande wa pili na kisha akamwacha Jerome. Hapa akaenda moja kwa moja kukutana na Calvin, lakini huko Calvin alikuwa amemuonyesha kazi zote za hiyo mashine, kitu ambacho Jerome alikuwa akijua ya kwamba hiyo mashine ilikuwa ina macho ambayo yalikuwa na kamera ambazo zilitengenezwa kwa ajili ya kurekodi matukio ya upandaji wa misitu kabla ya wao kuweza kutumia. Sasa hizo kamera zilikuwa zimerekodi kila kitu ambacho mashine hiyo ilikuwa imekiona. Jerome akaanza kucheza hizo video zilizokuwa katika hiyo kaseti ya yule roboti sim. Hapa akaanza kuona momenti mbalimbali ambazo alikuwa akitumia na baba yake Ernest, na alipoendelea kutazama akashtuka kuona ya kwamba Frem ndiye ambaye alimuua baba yake Ernest. Sasa unaambia kwamba siku hiyo hiyo baada ya Ernest kupata fahamu, Frem alimfunga kwenye mashine na kumweka kuelekea uelekeo wa wale wasambazaji wa maji. Hiyo mashine ikaanza kumburuta Ernest akiwa bado yupo hai, lakini alikuwa na majeraha makubwa pamoja na mchoko, hivyo hali hii ikasababisha kifo chake. Mwishoni mwa video hiyo machozi akawa anamtoka Jerome. Jioni akaamua kurudi nyumbani, hakutaka kumwambia chochote mwamba Frem. Siku moja Frem pamoja na Jerome wakaenda kuwinda kurungu wa mwituni. Baada ya kumaliza kuwinda, Jerome akafanikiwa kubaki na ile bunduki, hivyo akaificha chini ya kitanda chake akiamini ya kwamba kuna siku ataitumia. Sasa wakati wa kupata kifungua kinywa, Jerome akamwambia Frem kwamba Robbie alikuwa akimpigia, ila Frem alishangaa sana na kisha akamshtumu sana Jerome ya kwamba mwamba anasema uongo kwa sababu alijua ya kwamba Robbie alikuwa tayari ameshafariki. Baadaye cha kushangaza ni kwamba Frem alipokea barua iliyokuwa imeandikwa na Jerome. Hapa alikuwa akijifanya ni Robbie. Hiyo barua ilimtaka Frem akutane na Robbie mahali pale alipomuua Ernest. Frem alichanganyikiwa sana juu ya jambo hilo, lakini hapa akaamua kutaka kwenda kujua kama ni kweli mwamba Robbie alikuwa hai. Baadaye usiku Frem alimwambia mke wake Mary ambaye alikuwa ni mjamzito kwamba alipaswa kutoka na kwenda kuuza kitu fulani huko. Mary mke wake akamtakia kila laheri na kumwomba mwamba arudi salama nyumbani tena haraka. Frem alipofika mahali hapo alianza kumwita Robbie. Alimuita sana. Alipokuwa anatembea ghafla kaanguka mpaka ndani ya shimo, lakini hapa hatua hii alivunjika miguu yake akiwa humo amelala akiomba msaada. Ghafla naye Jerome akatokea mbele yake. Alipomuona Jerome, Frem alivuta pumzi kwa afueni akizani ya kwamba msaada umefika. Hapa akaanza kumwomba msaada, lakini Jerome alisimama tu akiwa ameshika jiwe mkononi mwake. Frem hapa ndipo alipogundua kwamba huenda Jerome ameshagundua kila kitu ambacho kilitokea maeneo haya. Kwa wakati huu akaanza kuomba msamaha akidai ya kwamba yote yaliyotokea ni kama ajali tu. Hapa akamsihi Jerome amwache akiwa hai kwa ajili ya dada yake Mary pamoja na mtoto wao ambao anataraji kuweza kuzaliwa tumboni mwake, lakini Jerome hakutaka kabisa kuweza kumsikiliza. Uweze amini, wakati huu akanyanyua bunduki na kisha akafyatua risasi kwa mwamba Frem. Frem akakata moto. Siku mbili mbele zikawa zimepita tangu tukio hilo kuweza kutokea. Mary alikuwa na wasiwasi sana
kuhusu mume wake, lakini Jerome akamwambia dada yake na kumpa moyo na kumwambia kwamba anapaswa kuweza kusubiri kidogo. Ukweli ni kwamba Jerome aliamua kuweza kumficha dada yake Mary kuhusu ukweli wote wa kifo cha Ernest pamoja na Frem. Mary akapendekeza wamrudishe mama yao nyumbani kwa sababu sasa walikuwa na pesa za kuweza kumudu ule mfumo ambao mama yake alikopa akiishi nao, ambao ulikuwa ukipatikana tu hospitalini, na kama utahitaji kuweza kukaa naye basi utapaswa kuweza kulipia. Kisha tukio linalofuata tunamuona mwamba Jerome akiwa anafuta kumbukumbu zote za video zilizokuwa ndani ya yule roboti simu, na hapa ndipo hii movie inapoishia. Drop comment yako hapa chini, wewe umeonaje huu hapa mzigo? Usiache kucomment, kulike pamoja na kusubscribe. Mimi naitwa Oyakipaso Njeyara bwana. Oi. Bonge Story.